Karibu katika sehemu ya pili ya somo letu la siri za kujenga utajiri nilizojifunza kutoka kwenye kitabu changu bora zaidi kuwahi kukisoma duniani, na hiki ni kitabu bora zaidi kuwahi kuandikwa Afrika kinachohusiana na masuala ya fedha na kujenga utajiri. Katika sehemu hii ya pili nitakufundisha sababu 6 za kwa nini watu wengi ni maskini, lakini pia tutaangalia kwamba umaskini unaanzia kichwani. Kuna mentality ukiwa nazo, kuna fikra ukiwa nazo, kuna mawazo ukiwa nayo, sahau kuhusu kujenga utajiri. Lakini pia tutaangazia swala zima la 7 types of intelligence. Watu wengi, kila mtu kwenye maisha ni genius. Kama utamjaji samaki kwa kupanda mti, ataishi maisha yake yote akijiona ni mjinga. Nitakueleza kwamba kuna aina 8 za ugenius na kila mtu ana aina yake ya ugenius, na nitakusaidia jinsi ya kutambua wewe uko bora katika eneo gani au kipaji chako ni kipi. Kwa hiyo somo letu la leo litakava katika hayo maeneo matatu. Eneo la kwanza ni sababu za kwa nini watu wengi ni maskini. Eneo la pili poverty mentality, fikra za kimaskini, na eneo la tatu litakuwa ni swala zima la aina ya ugenius, ambayo jinsi ya kutambua ugenius ulionayo. Karibu sana katika YouTube channel yangu. Kama ndo kwa mara kwanza unanitazama, mimi naitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala fedha na biashara niliyeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Na video hii imekuwa sponsored na Biashara Soft. Biashara Soft ni mfumo wa kusimamia biashara kisasa. Uhitaji kupiga mahesabu, zama za kuandika mauzo kwenye madaftari zimepitwa na wakati. Kupitia Biashara Soft utasimamia mauzo, utasimamia wateja na utasimamia bidhaa zako. Kupitia mfumo huu wa Biashara Soft, bidhaa ikikaribia kuisha, mfumo utakutumia message, bidhaa ikiisha, mfumo utakutumia message, utaona bidhaa zako zinazotoka sana, fast moving items, utaona wateja bora ulionao, wateja wakubwa, royal customer. Kupitia mfumo huu pia utaweza kuona bidhaa zinazokaribia kuexpire kama unauza bidhaa za kuexpire, na pia utaona bidhaa zilizo expire. Mfumo ni mzuri sana, na mfumo utaona wateja ulionao katika kila wilaya na kila mkoa. Kupiga namba za simu unazoziona kuwasiliana nao Biashara Soft kupata mfumo wa kusimamia biashara. Kama nilivyokuambia bwana, katika sehemu ya pili ya siri za kujenga utajiri nilizojifunza kutoka kwenye kitabu changu bora zaidi cha masuala ya fedha na biashara duniani, kinaitwa School of Money, tutajifunza pati 3. Kwa nini watu wengi ni maskini, poverty mentality, fikra za kimaskini, na 3, aina za ugenius na jinsi ya kutambua ugenius wako. Katika kitabu hiki bwana, mwandishi anafundisha universal reasons for poverty, sababu za kiulimwengu za watu wengi kuwa maskini. Mwandishi anasema kwamba popote utakapoenda duniani na Tanzania, ukikuta watu ni maskini, basi ni maskini kwa sababu kubwa hizi 6 nitakazoenda kukwambia. Sababu ya kwanza na kubwa kuliko zote ni ignorance. Watu wengi ni maskini kwa sababu ya ujinga, na mwandishi anaeleza aina kubwa 5 za ujinga zinazowafanya watu wengi kuwa maskini. Utajiri unaanzia kichwani. Kama unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, lazima uwekeze katika maarifa. Si tunaelewana mpendwa eh? Ndio maana Robert Kiyosaki anasema tunatengeneza pesa kwa tunachokijua na tunapoteza pesa kwa tusichokijua. Watu wengi ni maskini kwa sababu ya ujinga. Mwandishi anatufundisha aina kadhaa za ujinga unazopaswa kuachana nazo kama unataka kujenga utajiri. Aina ya kwanza ya ujinga ni ignorance of who they are. Ujinga wa kutokujua wewe ni nani. Lazima wewe ujue wewe ni nani, umetoka wapi, unaelekea wapi. Nikikuuliza wewe ni nani, unajua wewe sio jina lako, wewe sio jinsia yako, wewe sio ubini wako, wewe ni zaidi ya hivyo vitu. Sio, tunaelewana hapo? Kwa ignorance of who they are. A lot of people are poor because they are ignorant of who they are. The Great Movie, alikuwa anaelezea story kutoka kwenye movie fulani. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba kwenye maisha yako level ya mafanikio utakayoipata itategemeana na level ya kujitambua. Kuna hadithi ya mwewe aliyelelewa na kuku, ambaye akati anakuwa ni mwewe aliyelelewa na kuku, akawa anajaribu kuwaona viumbe wengine, mwewe wengine wanapaa juu. Akawauliza kuku wenzie, hawa ni wakina nani? Akamwambia hao ni mwewe. Akasema na mimi naweza kuruka kama hivyo? Akamwambia hamna, wewe ni kuku, huwezi kuruka kama hivyo, wala usijaribu, ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini mwewe ile aliamini ndani kwake yeye anaweza, kwa sababu anafanana na wale mwewe. Yeye kulelewa tu na kuku akumfanye kuwa kuku, akawa anafanya mazoezi na siku moja akaja akaruka. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kufanikiwa, wanashindwa kufanikisha mambo makubwa kwa sababu hawajui wao ni kina nani. Kuna watu ni mwewe lakini wanajiona kama kuku kwa sababu ya kuto kujitambua. Lakini pia ameeleza kwa kwenye kujitambua hapa tunazungumzia kujua kusudi la wewe kuwepo hapa duniani, umekuja kufanya nini. Namshukuru Mungu mimi pia nimelitambua kusudi hilo, nalo ni kusaidia watu kuwa na elimu ya fedha na biashara isiyofundishwa shuleni. Aina ya pili ya ujinga ni ignorance of what they have. Ujinga wa kuto kujua ulicho nacho.
Hiyo ni aina ya pili inayowafanya watu wengi wawe maskini. Aina ya pili ya ujinga, ujinga wa kutokujua ulichonacho. Na hapa ametufundisha story ya jamaa mmoja ambaye aliuza vitu alivyonavyo kupata tiketi ya meli ya kwenda nchi za mbali kutafuta maisha mazuri. Yule jamaa wakati yupo katika safari yake alijifungia katika chumba chake mwanzo mpaka mwisho wa safari, hakuwahi kutoka, akiwaona watu wengine wanacheza, wanafurahi, wanakula vitu vizuri, akiwa anajisemea, na mimi ningekuwa na uwezo, ningekuwa na hela, ningefurahi kama wale, ningekula milo 3 kwa siku moja. Sasa mwisho wakati anakaribia kufika Ulaya kwenye ile meli, captain mmoja wakawa wameandaa sherehe ya kuagana pale na watu wote waliokuwepo katika meli ile. Akaenda kumgongea, akamwambia, nimekuona hujawahi kujumuika nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa safari, hujawahi kula pamoja nasi. Jamaa akasema, mimi nilikuwa nakula vyakula vyangu ni biskuti tu na soda kwa sababu sikuwa na uwezo, nilitamani kujumuika nanyi lakini sikuwa na fedha kununua. Yule captain akashangaa, hebu naomba nione tiketi yako. Baada ya kukagua tiketi, alikuja kugundua tiketi ya jamaa ilikuwa ni VIP ticket, ilikuwa inamwezesha kula milo 3 kwa siku, tena buffet, yani anaweza akachagua chochote anachotaka kula, na ilikuwa inamwezesha kuingia sehemu yoyote. Ila kwa sababu alikuwa ni mjinga wa kutokujua alichonacho, aliishia kuishi maisha ya mateso ya safari nzima ya miezi kadhaa ya usafiri katika maji. Watu wengi kwenye maisha wako kama huyu jamaa. Watu wengi wana vipaji lakini hawajui walichonacho. Watu wengi wana ujuzi wa muhimu lakini hawajui walichonacho kama ni kitu muhimu. Kwa ignorance of what they have. Aina nyingine ya ujinga ni ignorance of what they can do. Ujinga wa kutokujua nini wanaweza wakafanya. Kuna watu wana uwezo kufanya mambo mengi makubwa zaidi ya wanavyoweza kufikiria, zaidi ya wanavyoamini, lakini kwa sababu ya mtazamo wao wanaishia kufanya vitu vya kawaida. Ujinga wa kutokujua nini cha kufanya. Umekutana na mtu anasema, nimefanya kila linalowezekana lakini sijui, kwa kweli sijui nini nifanye, sijui nifanye nini, I don't know what to do anymore. What else do I want me to do? What else do you want me to do? I've done all I can do. Hayo ndo maneno ya watu wengi ambao wanashindwa kufanikiwa. Lazima ujue nini cha kufanya kwenye career yako. Lazima ujue nini cha kufanya kwenye ndoa yako. Lazima ujue nini cha kufanya kwenye biashara yako. Kuna watu wanasema, nimefanya kile linalowezekana kupata wateja lakini kwa kweli sijui nini nifanye tena. Ignorance of what you can do inatokana na kukosa maarifa katika eneo husika. Watu wengi hawajui kwa nini ni maskini. What are the things I must avoid financially? Hii ni aina nyingine ya ujinga, ignorance of what they should avoid. Ujinga wa kutokujua nini cha kuepuka. Ili uwe tajiri lazima ujue tabia za kuepuka. Ili uwe tajiri lazima ujue mahusiano ya kuepuka, marafiki ya kuepuka, vyakula vya kuepuka kwa sababu vinaenda kujenga afya yako. Ignorance of what they should avoid. Aina nyingine ya ujinga, ignorance of wealth creation principles and strategies. Ujinga wa kutokujua kanuni na misingi ya utajiri. Watu wengi hawajui the Parkinson's law. Yani watu wengi wanaongeza matumizi kila kipato kinapoongezeka, wanaongeza matumizi kila mshahara unapoongezeka, kila faida inapoongezeka. Hawajui Parkinson's law. Watu wengi hawajui the law of saving and accumulation. Wanafikiri wanahitaji kuwa na pesa nyingi kuanza kuweka akiba, wanahitaji kuwa na kipato kikubwa kuanza kuwekeza. Kuna kanuni mbalimbali za fedha lazima uzijue kama unatamani kufanikiwa kwenye maisha yako. Zipo kanuni za masuala ya kikodi, kanuni za uwekezaji, kanuni za akiba na kanuni nyingine za business laws, kanuni za biashara kama customer service, customer care na mambo mengine mengi. Hiyo ilikuwa ni aina ya kwanza ya ujinga inayofanya watu wengi wawe maskini. Hiyo ilikuwa ni aina sababu ya kwanza kwa nini watu wengi ni maskini ni ujinga. Nimekueleza ujinga wa kutokujua wewe ni nani, ujinga wa kutokujua kipaji chako, what you can do, ujinga wa kutokujua vitu vya kuepuka, ujinga wa kutokujua kanuni na misingi ya fedha. Nimeandika kitabu kinaitwa Kanuni 20 za Fedha, unaweza ukakichafuta, kitakusaidia sana. Sababu ya pili ya kwa nini watu wengi ni maskini duniani ni uzembe. Watu wengi ni wazembe na ni wavivu. Ukiwa mzembe na mvivu hautatoboa kwenye maisha. Watu wazembe ni watu, unaweza kuwa na wewe ni mzembe na ni mvivu ila haujui. Ngoja nikutajie sifa za watu wazembe na wavivu. Wavivu ni watu ambao always wana visingizio. Wana visingizio vya kutokuweka akiba, wana visingizio vya kutokuanza biashara, wana visingizio vya kutokustaafu mapema, vya kutokujiajiri. Always wana visingizio na visingizio vyao ni vizuri sana. Watu wavivu ni watu ambao siku zote wana watu wa kuwalaumu. Yaani wanaamini ugumu wa maisha walionayo ni kwa sababu ya watu fulani, wazazi, mume, mke, serikali, chama fulani cha siasa. Yaani always wana watu wa kuwalaumu. Watu wazembe na wavivu ni watu ambao wana entitlement mentality, victim mentality. Hali ya kuamini kwamba wako hivyo walivyo leo kwa sababu ya watu fulani wamewasababisha wawe hivyo walivyo. Watu wazembe na wavivu ni watu ambao ni wezi,
mafisadi wala rushwa. Watu wavivu na wazembe ni watu ambao always wako idle tu, wako busy kwa kuto kufanya kitu. Watu wavivu na ni watu wazembe ni watu ambao wanapenda sana kulala, wanalala zaidi ya masaa 8 kila siku. Watu wavivu na wazembe wanapenda sana kuangalia TV, wanapenda kupoteza muda katika vitu ambavyo sio vya thamani. Watu wavivu na wazembe ni watu ambao wanapenda sana parties, tafrija mbalimbali. Ni watu ambao wanapenda sana pombe, walevi, wanapenda wanawake, wanapenda madawa, wanatumia madawa, wanapenda sana sex. Ni vitu hizo ndo sifa za watu wavivu. Sababu ya tatu ya kwa nini watu wengi ni maskini tunaojifunza katika kitabu hiki cha School of Money ni watu wengi kutokuwa waaminifu. Kama kuna bidhaa adimu kwenye hii dunia ni uaminifu. Unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, uwe ni mtu wa kuaminika. Kwenye biashara uwe ni mtu ambaye wateja wanaweza wakakuamini. Kwenye kampuni mabosi wako awe na uwezo wa kukuamini na kukutegemea. Kama kitu kimoja ambacho matajiri wanakosa ni watu wa kuamini. Matajiri wakiwa na uwezo wa kukuamini bila mashaka yoyote. Kukuamini katika uaminifu katika masuala ya fedha, usio mwizi, usio mdokozi. Uaminifu pia sio tu kwenye masuala ya fedha, ni kuaminika katika kuleta matokeo yanayotarajiwa. Unatarajiwa kufanya kazi fulani katika viwango vya juu, ufanye kile kitu kwa viwango vile vile vya juu. Lakini sababu zingine ni kama zinazofanya watu kuwa maskini, the lack of investment mentality. Na hii ndo part ya pili ya somo la leo, sehemu ya pili ya somo la leo, the lack of investment mentality. Watu wengi ni maskini kwa sababu ya kudevelop poverty mentality. Mwandishi anatufundisha aina za fikra ambazo ukiwa nazo sawa kuhusu kujenga utajiri. Fikra ya kwanza ni nomadic mentality, ile hali ya kuhama. Leo uko Mbeya, kesho uko Mwanza, kesho uko Dar, yani una makazi maalum. Lakini pia ni hali ya kuhama pia kikazi. Leo unafanya biashara ya nguo, kesho unafungua mgahawa, kesho kuto unalima matikiti, baada ya hapo umeona yalipi, unaenda kutafuta kazi, unaenda kutafuta ajira. Nomadic mentality. Unataka kufanikiwa, achana na hii nomadic mentality. Mentality ya pili ambayo ukiwa nayo unakufa maskini. Mtazamo wa pili ni consumer mentality, consumption mentality. Hali ya wewe ukipata tu pesa kwenye akili yako kinachoanza kuja, nitumieje hii pesa? Nitumie kwenye nini? Na hii mentality ya consumption tumejengewa tangu tulivyokuwa wadogo. Tulikuwa tukipewa tu pesa, kinachokuja kwenye akili yetu kwenda kununua pipi, kwenda kununua biskuti. Hatujawahi kufikiria kuwekeza, hatujawahi kufikiria kuzalisha pesa. So, tawaliwa na production mentality, investment mentality, achana na consumption mentality. Ukipata tu pesa, tenga angalau 10% au 20% ya hiyo pesa kwa ajili ya kuwekeza. Aina nyingine ya mentality inayofanya watu wengi kuwa maskini ni civil service mentality au salary mentality. Yaani wewe unategemea ajira tu, una mawazo mengine, uwazi fursa zingine, unategemea chanzo kimoja cha ajira tu. Ukiwa ni mtu wa namna hiyo wa salary mentality, hautafanikiwa kwenye maisha yako. Kamwe usitegemee chanzo kimoja cha mapato. Hiyo ni moja ya kanuni muhimu zaidi ya fedha. Mentality nyingine ambayo inabidi uepukane nayo kama unatamani kujenga utajiri ni prosperity au materialism. Yaani wewe unatafuta pesa kwa sababu tu unataka pesa. Unatafuta pesa kwa sababu yako, huna sababu ya msingi. Lazima uachane na hii prosperity mentality, materialism. Hali ya kutafuta pesa kwa sababu yako mwenyewe. Anza kutafuta pesa kwa sababu ya kusaidia jamii, kutatua matatizo kwenye jamii. Unahitaji kuwa na pesa nyingi ili iweje kwenye maisha. Hilo ni moja ya jambo la muhimu sana ambalo unapaswa kulielewa ili uweze kufanikiwa. Sasa tuende kwenye pati ya tatu ya somo la leo. Siri ya tatu ya kujenga utajiri niliyojifunza kutoka kwenye hiki kitabu changu bora zaidi duniani cha School of Money ni types of intelligence, 7 sections of intelligence. Kwenye maisha bwana, kila mtu ni genius. Sio kwa sababu haujagundua kipaji chako au genius wako kadhani hauna. Kuna aina 7 za genius. Sasa angalia wewe genius wako uko kwenye nini? Kwenye maisha kila mtu ana eneo lake la kutawala na kujidai. Na ili upate mafanikio ya kifedha, lazima ufanye kazi, biashara au ajira kulingana na uwezo wako wa kipekee. Kila mtu ana uwezo sehemu fulani. Kama nilivyokuambia hapo mwanzo, kama Mungu ameweka uwezo wa ndege wa kupaa, samaki kuogelea, nyani kupanda miti, sisi binadamu si zaidi yao ndege na wanyama. Kutokana na Professor Howard Gardner kutoka Harvard, ameandika kitabu kinaitwa Frames of Mind, Theory of Multiple Intelligence. Anaeleza kuna aina 7 za intelligence. Aina ya kwanza ya intelligence ni verbal linguistic intelligence. Hao ni watu ambao tunasema ni verbal smart. Hao ni watu ambao wanafurahia kusoma,
kuandika na kusimulia. Verbal linguistic intelligence, hiyo ni aina ya kwanza ya genius. Kwa kama na wewe unapenda sana kusoma vitabu vyovyote vile, vile ni vitabu vya masuala ya mafanikio, fedha, biashara, au vile vitabu vya hadithi, wewe uko kwenye aina hii ya intelligence, verbal linguistic intelligence. Kama unapenda kusikiliza nyimbo, kusimulia story, kuandika, uandishi, uko kwenye aina hii. Aina nyingine ya intelligence inaitwa logical linguistic. Hawa ni watu ambao wanapenda sana numbers, patterns, strategies, games, wanapenda kufanya experiment mbalimbali. Hao ndo wanakuwa wana sayansi, wa kemia, wana fizikia, wana hisabati. Hawa ndo logical au mathematical intelligence. Aina nyingine ya intelligence ni bodily kinesthetic intelligence. Kinesthetic intelligence. Hawa ni watu ambao ni physical smart. Hawa ndo watu ambao kufanya mazoezi hawachoki, wanatakiwa wawe ni gym trainers. Hawa ndo watu ambao wana uwezo wa kukimbia muda mrefu, wanariadha. Hawa ndio watu ambao wanaweza kuwa wachezaji mpira kama kina Messi na Ronaldo. Hawa ni bodily kinesthetic intelligence. Hawa ndio watu pia ambao wanaweza kuwa mapolisi, wanaweza kuwa wanajeshi. Yani ni watu ambao ubora na ujiniazi wao uko kwenye miili yao. Ni physical smart hawa. Ni bodily kinesthetic intelligence. Aina nyingine ya intelligence inaitwa spatial intelligence. Hawa ni watu ambao wanapenda sana vitu kwa kuvitazama, visual image. Kwa ni watu ambao ni watu wa picha. Wanapenda sana picha, video. Kwa mara nyingi watu kama hawa wanakuwa wachoraji, wanakuwa waigizaji. Hawa ni spatial, watu ambao wanavutiwa na picha. Watu wengine ni musical smart au musical intelligence. Hawa ndio wale watu ambao wanapenda sana kusikiliza nyimbo kupita kawaida, ni watu ambao wanapenda kuimba, wanajisikia kuimba, wanapenda kupiga mluzi na vitu vinavyofanya fanana na hivyo. Hawa ndio watu ambao pia wanapenda kupiga vyombo vya muziki, kwa wanaweza wakafanya shughuli nyingi zinazohusiana na muziki. Sio lazima wawe waimbaji, wanaweza kama maproducer, wanaweza kama manager wasanii, wanaweza wakawa ni watu ambao wako katika biashara ya muziki. Lakini wengine ni interpersonal intelligence. Hao ndio watu ambao wako vizuri sana katika kuwasiliana, ni watu ambao wana uwezo mzuri wa kuwaongoza watu wengine, wako katika kila magrupu ya WhatsApp. Ni watu ambao wanapenda sana matukio ya kijamii, makongamano ya aina mbalimbali. Watu kama wanakuwa na siasa, wanakuwa wasemaji wa vyama fulani, wasemaji wa makampuni, wanakuwa ni maafisa mahusiano, wanakuwa viongozi. Lakini pia kuna intrapersonal intelligence. Hao ndio watu ambao ni self smart, ni watu zaidi wao wenyewe, wana uwezo wa kujielewa wenyewe na kujizingatia zaidi wenyewe. Wanakuwa pia wanasayansi, wavumbuzi na vitu kama hivyo hapo. So leo ilikuwa ni sehemu ya pili ya siri za kujenga utajiri kutoka kwenye kitabu hiki. Habari njema ni kwamba hiki kitabu kinapatikana dukani, ni shilingi 35,000 tu. Kina part 1 na kina part 2. Ukihitaji original version ni 1,80,000. Lakini ukihitaji hiyo version nyingine ambayo ni nzuri tu, utakipata hapa dukani kwetu Akili Plus Bookshop. Wasiliana nasi kwa namba za simu unazoziona katika skrini yako. Na zaidi pia bwana, unaweza ukajifunza mambo mengi kupitia vitabu vyangu cha Akili ya Fedha, Nguvu ya Kujua, Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara, pamoja na kitabu changu cha Kanuni 20 za Fedha. Na zaidi bwana, kama ni mfanya biashara, tuna mfumo wa kusimamia biashara yako kisasa. Zama za kuandika mauzo yako kwenye madaftari zimepitwa na wakati. Tumia mfumo wetu wa Biashara Soft kusimamia biashara yako. Hata kama hujaenda dukani au ofisini kwako, utaona kila kinachoendelea. Asante sana kwa kunisikiliza. Ni follow kwenye mitandao yangu yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene.